Praise God. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. I'm so happy to be in the presence of God. Nina furaha kuwa machoni mwa Bwana. And I'm so happy because you are here. Nafurahi sana juu uko hapa. Because you have come to worship God. Kwa sababu unakuja kuabudu You have come Mungu. to hear the presence of God. Unakuja kwa macho ya Bwana. Biblia Where inasema there is 2 or 3. kwa mahali kuko wawili ama watatu, God is there. Mungu yuko We are hapa. more than 3. Tuko wengi kuliko God tatu. is here. Inamaanisha It Mungu yuko means hapa. God is going to talk with us. Inamaanisha It Mungu means ataongea God pamoja is going nasi. to move here. Inaonyesha Mungu Let the atatembea presence and the mahali glory hapa. of God be with you. Acha presence ya Clap the utukufu wa hand Bwana for kwa mahali Jesus. hapa. Tupige Clap the makofi kwa hand Bwana. Tupige makofi kwa Clap the Bwana. hand for Tupige Jesus. makofi kwa Shout Bwana. hallelujah. Tuseme haleluya. Amen. Father, we give thanks. We glorify your holy name. You are the Lord Almighty. You are the King of glory. We worship you. We bless you. Open our heart to hear you. Let your presence and your Holy Spirit be with us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. I've been praying. Nilikuwa nikiomba Before I come here, mbele nifike mahali it hapa. was 2 at night. Ilikuwa saa 8 ya usiku, I talked to God. nikaongea na Bwana. God told me, Mungu akaniambia, change the message which you are going to feed my people today. badilisha ujumbe ambao ulitayarisha kulisha watoto wangu. Wake up. Amka. Wake up. Amka. I have a message Niko na which you ujumbe want to tell my people. ambao utaambia watu wangu. I humble myself. Nikashuka, I woke up. nikaamka. I start to read the Bible. Nikaanza soma Biblia. I was ready to finish the message which I gone to preach. Nilikuwa tayari nimalize ujumbe ambao iliomba niseme. But God told me change it. Mungu akaniambia nibadilishe. And today Leo we are going to talk about something like funny, kitu moja ambayo ni kama mzaa but it is true. na ni kweli. God doesn't accept unacceptable. Mungu hakubali kitu ambacho hakikubaliki. God doesn't accept unacceptable. Mungu hakubali kitu ambacho kisichokubalika. That is the message of today. Ndiyo ujumbe wa leo. This is the message of today. Ndiyo ujumbe This wa is the leo. message which the Holy Spirit told me to teach you today. Ndiyo ujumbe ambao Roho Mtakatifu That is what ananiambia God nikufundishe. That is God sent me today Ndiyo Mungu ananituma leo to say about it. kusema juu yayo. But before to start, Mbele tuanze, I want to show you something. na penda nikuoneshe kitu kimoja. I know this generation Najua hii muda huu wa is sasa a digital generation. ni muda wa digital. Everyone is moving with a phone. Kila mtu anatembea na phone. And I know that everyone know that I had many applications my phone. Na kila mtu anajua niko na vitu vingi katika phone yangu. And you can work with all the world, all the people of the world in your phone. Unaweza tumika na watu wote wa ulimwengu kupitia phone yako. You communicate with them. Unaweza ukaongea nao. And you use your Bible. Unatumikisha Biblia yako Through the phone. ndani ya hiyo Through phone. the iPad. Juu ya hiyo iPad. And through your laptop. Na juu ya kompyuta yako. But let me tell you, Lakini nakwambia you have to buy a Bible. inabidi ununue Biblia. And keep it for you. Uichunge kwako. For your family. Juu ya familia yako. Because Kwa I sababu want to challenge you. napenda God nikuoneshe. told me this. Mungu akaniambia One day siku moja we will lose network. tutapoteza connection. All the connection will be lost. All the application will be lost. Kila kitu ambayo iko katika phone itapotea. And you will be remaining with the hello. Tutabakia na hiyo phone ambayo inasema hello. But all the applications, Vitu vyote ambavyo vinakuwa katika phone, Google,
everything will disappear. zitapotea. So I want you, Na kuomba, I beg you, na kuomba my brother, my sister who is watching me and who you are here in the church, kaka yangu, dada yangu ambao unanifuata na wewe ambao uko kanisani, let me tell you, acha nikwambie, buy the Bible. nunua Biblia. Buy one Bible for you. Nunua Biblia I moja. know that sometimes you waste your money for something which you like so much, Najua wakati mwingine unapoteza pesa yako kwa vitu ambao unapenda sana, but it is very important also to buy the Bible. lakini ni ya maana It will kununua help Biblia. you Itakusaidia in the danger season, wakati ya shida, in the trial. wakati ya mafuruko. You will be reading the Bible to help you. Utasoma Biblia, And you will carry it itakusaidia. like just a shield. Utaikamata kama kivuli, It will help you. itakusaidia. May God bless you. Mungu wangu Let us akubariki. enter in the Bible now. Open, stand up, let us read the Tusimame Bible. ili tusome quickly. neno la Mungu. We're going to read in Genesis chapter 4, Tunasoma katika kitabu kia Mwanzo sura 4 verse mstari from 1 ya kwanza up to 5. mpaka 5. Let us read. Acha tusome. Show it on the screen. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought up the firstborn of the flock, the fat one. And the Lord respected Abel and his offering. May God bless you. Amen. God doesn't accept inacceptable. Mungu hakubali kitu ambacho kisichokubalika. We read in verse 3, Genesis chapter 4. Verse 3. Katika kitabu kia Mwanzo chapter ya 4 mstari wa 3. Cain brought an offering of the fruit from the ground. Kaina akaleta sadaka ya matunda kutoka ya udongo. He came with it from to the Lord. Akaileta kwa Bwana. He gathered all the fruit from the ground, not from the tree, from the ground. Akakusanya matunda yote kwa udongo, juu ya udongo, hapana kutoka juu ya muti. I don't know if even when he gathered he cleaned it. Sijue kama wakati aliokota hiyo, alikusanya hiyo, sijue kama aliosha. I don't know if he was thinking that God is his grabber. Sijue kama aliwaza kama Mungu ni babu wake. And he brought it before the Lord. Akaileta mbele ya Bwana. He wants God to accept it. Akapenda Mungu aikubali. And to respect him. Na amheshimie. You hear that message? Unasikia hiyo ujumbe? He got all the fruits. Akakusanya matunda from the ground. Juu ya udongo. He came with it. Akaileta before the Lord. Mbele ya Bwana. So that God may accept it. Hivi ili Mungu aikubali. And respect him. Na amheshimie. God doesn't accept inacceptable. Mungu hakubali vitu visivyokubalika. And the Bible says in verse 4. Biblia inasema kwa mstari wa 4. Abel brought the firstborn of his flock. Abeli akaleta zawadi ya kwanza juu ya nyama ya mifugo yake. And that lamb was fat. Na hiyo kondoo ilikuwa kubwa. The Bible says. Biblia inasema God accepted. Mungu akaikubali. And respect Abel. Na akamheshimia. Hallelujah. Amen.
Think about that. Fikiria juu ya hiyo jambo. Abeli take the lamb akachukua kondoo before God. Mbele ya Bwana. It was not just sick, a big one and fat one. Haikukuwa mgonjwa, ilikuwa kabambi na ya munene. And brought it to God. Akaileta kwa Bwana. The Bible says, Biblia inasema God respect him. Mungu akamuheshimia. Then when we give God the first one, inamaanisha ukipatia Mungu kitu kia mnene, God respect you. Mungu anakuheshimia. And God accept that. Na Mungu anaikubali. But Cain, lakini Kaini brought the fruit from the ground. Akaleta matunda kutoka kwa udongo. He didn't have time to clap even look for fruits from the trees. Hakupata hata muda ya kupanda juu ya muti atoe matunda. But he wants God to just to accept that fruits. Lakini akapenda Mungu akubali hiyo matunda. I don't know if it was cleaned also. It means that there was that because Cain seems he was busy. He didn't have a time. Nafikiria ilikuwa mchafu kwa sababu alikuwa hana muda wa kuosha. My question is, ulizo langu ni, do you think that God could respect Cain? Mungu anaweza heshimia Kaini? No matter he has wasted his time to go in the presence of God? Hata kama alipoteza muda wake kuenda kwa macho ya Bwana? I think no. Nafikiria hapana. The Bible says, Biblia inasema God could not respect him. Mungu hakumheshimia. And Cain wants God to accept it. Alipenda Mungu aikubali. And Cain can know the process. Kaini anajua namna gani wanafanya vitu. Cain know the process of offering. Kaini anajua mipango kisi wanafanya juu ya kutoa sadaka. Cain know the process of offering. Kaini anajua steps za kutoa sadaka. That is why he took the fruits to go to God, to the Lord. Ndio maana akachukua tu matunda aipeleke kwa Bwana. It not mean that Cain was a poor man. Haimaanishi kama Kaini alikuwa masikini. He has something. Ana kitu. Even no mean that he didn't have the flock, because before in the Old Testament, everyone could have some 2 or 3 cows to get milk. Haisemi kama yeye hana ngombe, lakini kwa sababu hiyo wakati ya zamani kila mtu alikuwa na nyama ambao anaweza kaenda akatoa sadaka. It doesn't mean that he didn't have the like a chicken. Haimaanishi kama hakukuwa hata na kuku. He has it. Alikuwa nayo. Because he was living in the village. Kwa sababu alikuwa akiishi kwa mchini. But he's not willing to do it. Lakini hakupenda kuitenda. Because he was taking God like his grandpa. Kwa sababu alichukua kama Mungu ni kama babu yake. When you have a grandpa, you joke with him, you do everything you can do, you play. Unajua kama uko na grandpa unafanya vitu ambavyo unapenda, unacheza naye, kitu ambacho unapenda unafanya naye. But lakini he was looking also God to respect him. Alitafuta pia Mungu amheshimie. With the fruit of the ground. Na hiyo matunda ya udongo. God to accept the fruit from the ground. Mungu akubali hiyo matunda ambayo anaokota kwa udongo. The creator of the ground. Mungu mwenyewe aliumba. The creator of the fruits. Aliumba udongo, aliumba matunda. And he wants God to accept it. Akapenda Mungu aikubali. God said no. Mungu akasema hapana. We are doing every day such kind of things. Tunafanya kila siku vitu kama hayo. We want God to accept our mistakes. Tunapenda Mungu akubali makosa zetu. I want God to accept our sins.
Tunapenda Mungu akubali dhambi zetu. And we come, that is just, let me tell you. Na tunakuja tunasema hiyo tu ni kidogo tu, lakini acha nikwambie, there is no a big sin and small sin. Hakuna dhambi kubwa na kidogo. All they are the same. Yote iko sawa. Let me tell you again. Acha nikwambie tena. Today, leo, know that jua everything which is written in the Bible, kila kitu ambacho kinaandikiwa katika Biblia, when the Bible say no, kwenye Biblia inasema hapana, let us say no. Acha tuseme hapana. And where the Bible say yes, na kwenye Biblia inasema ndio, let us say yes. Acha tuseme ndio. And where the Bible keep quiet, mahali Biblia inanyamaza, let us keep quiet. Acha na sisi tunyamaze. Children of God, watoto wa Mungu, we want God to accept the unacceptable. Tunapenda Mungu akubali kitu kisichokubalika. I remember a friend of mine. Nakumbuka rafiki yangu moja, he called me. Akaniita, my brother, kaka yangu, can you just help me? I want to marry. Unaweza kanisaidia, nataka nioe. Because I divorced with my wife. Kwa sababu nimeachana na bibi yangu. I asked him. Nikamuuliza, my friend, rafiki yangu, you divorced with your wife? Unaachana na bibi yako? When you have been married for many years. Na wewe uliolewa, mulikutanana kwa miaka mingi. And I was in your wedding. Na nilikuwa kwa sherehe. I remember in your wedding I played music. Nakumbuka hata kwa harusi yenu nilipiga music. And you want me today? Unapenda tena mimi leo come and bless you because I'm a pastor? Unapenda tena nikubariki kwa sababu mimi ni pastor? I told him. Nikamwambia, I can't do that, my friend. Siwezi fanya hiyo rafiki yangu. Because I know your wife. Kwa sababu najua bibi yako. And I know the parent of that lady. Najua wazazi ya hule and I know your parent. Najua wazazi yako. So it is a mistake. Ni sio kawaida. I know that you are anointed. Najua kama uko mpakaliwa. And I know that you are big bishop. Najua kama uko mkubwa sana bishop. But lakini can you think that just remember about the word of God? I have about 25 verses in the Bible which is saying that if a man divorces his wife, he cannot marry. Fikiria juu ya neno la Mungu katika Biblia. Inasema katika mavesi karibu hata 25 inasema kama mtu ambaye ameachana na mke wake hatakuoa, hataoa tena. The Bible says you have, if you divorce with your wife, kama unaachana na mke wako, you have to wait until one pass away or die. When someone dies, you have the right to be married. Mmoja wenu akifariki ndio mwingine anaweza akaoa tena. I will come there to bless if this is your wife or you, okay. But I will not pray that someone to pass away, because the Bible says, is cursed the one who come to devise a couple. Siwezi kusema kuwatakia mkufe, lakini Biblia inasema alaaniwe yule ambao anagawanyisha watu ambao wameoana. If you read in the Matthew chapter 19 verse 6, it is saying no man can separate what God has joined. Ukisoma katika Biblia ya Mathayo 19 mstari wa 6 inasema hakuna mtu anaweza gawa watu wenye bameunganishwa. Amen. Hallelujah. Amen. No one can separate. Hakuna mtu atagawanya what God has joined together. Kitu ambao Mungu amekusanyisha pamoja. My brother, hear me. Rafiki yangu sikiliza, kaka yangu. Many people have done this. Watu wengi wamefanya hivyo. They have been separated. Wameachana. And got married. Wanaoa tena. In Romans chapter 7. Katika kitabu cha Warumi 17. Verse 7. Mstari wa 7. Chapter 7 verse 6. Oh,
Warumi sura 7 mstari wa 6. If one of you die, Kama mmoja wenu anafariki, he or she mwanamke ama mwanaume, can be married again. anaweza akaoa ama kuolewa tena. That is the Bible. Ndiyo Biblia hii. But we have make God to accept Lakini tunaacha Mungu akubali unacceptable. kile ambacho hakikubaliki. We have come with our weakness, Tunakuja na udhaifu yetu, and we want God to accept it like the way it is. tunapenda Mungu akubali jinsi ilivyo. Instead to change, Inabidi sisi ndio tubadilike. we have to change. Inabidi tubadilike. We have to change. Inabidi tubadilike. God don't like sin. Mungu hapendi dhambi. Don't be like Cain. Usikue kama This Kaini. generation, Hii generation hear ya me sasa. very well. We Usinisikilize have to vizuri. change. Inabidi Don't tubadilike. make God to accept you unacceptable. Usiache Mungu Let akubali us kitu follow what is written in the kisichokubalika. Bible. Acha The tufuate yale ambayo Bible yanaandikwa says, katika Biblia. Biblia inasema so that God loved the world, Mungu alipenda ulimwengu so he gave his son. akatuma mtoto wake. So whoever believe in him Kila mmoja will atakayemkubali not perish. hatapotea. I know that. Najua hiyo. Cain Kaini didn't know how great is God. hakujua ukubwa wa Mungu. That is why he brought him the fruits. Ndio kwa maana alimletea hiyo matunda. But the one who knew how great is God, Lakini yule ambaye alijua ukubwa wa Bwana, he brought the fat one. akaleta kondoo ya mnene. My brother, my sister, Kaka yangu, dada yangu, let us follow the Bible. acha tufate Biblia. Cain knew the process. Kaini anajua jinsi wanavyotoa sadaka. The process of sacrifice. Anajua jinsi wanafanya sadaka. We have to give the fat. Inabidi tutoe ile ambayo iko nzuri, kubwa And healthy. na ina afya. But the fruits Lakini matunda are not acceptable. hazikubaliki. You are giving the fruit of the ground to God. Unaleta matunda ya udongo kwa Bwana. How is your heart? Roho yako iko namna gani? What are you thinking about? Unafikiria nini? Cain, what are you thinking about? Kaini, unafikiria nini? My question today, Ulizo wangu leo, are you Abel or are you Cain? uko Kaini ama Abeli? What are you doing before God? Unafanya nini mbele ya Bwana? What is your sacrifice before God? Nini ni sadaka yako mbele ya Bwana? What are you thinking about God? Unafikiria nini juu ya Bwana? Because Cain was willing Kwa sababu Kaini aliwaza to give God the ground, the fruit from the ground. kupatia Bwana matunda ya juu ya udongo. But Abel, Lakini Abeli he gave the lamb. akaleta kondoo. Your sin Dhambi zako separate you from God. inakuachanisha na Bwana. But if you come in the presence of God, Lakini if you ukifika kwa confess your sin today macho ya Bwana na unatubu dhambi zako and change your mind, na unabadilisha akili yako leo, and your heart will be fat, na roho yako itakuwa kubwa, it will be sacrifice, good sacrifice to God, itakuwa sadaka nzuri kwa Bwana, and God will accept it na Mungu ataikubali, and will respect you. atakuheshimia. I want you to give your heart, Na kualika ulete roho yako, with that heart which full of sorrow, hiyo roho yako ambayo inateseka sana, and thinking about things of the world. kuwaza vitu vya ulimwengu. But let me tell you, Lakini acha nikwambie, one day we're going to meet God, siku moja tutakuta Bwana, and we will be with him, tutakuwa naye, and he will respect us. atatuheshimia. Today Leo I want to change. na kualika ubadilike. My brother, don't waste your time in Christianism when you are not going to see, when you are going to hell. Bwana, rafiki yangu, kaka yangu, usipoteze muda yako katika Ukristo na utaenda katika moto. But there is a place for you.
Lakini kuko nafasi There is a kwako. new seat for you. Kuko mahali pa Where we mpya. can celebrate Mahali and tutasherehekea. drink the good wine Tutakunya and mvinyo dance mzuri. before the Lord Na and tutacheza mbele ya rejoice Bwana. before the Na Lord. tutafurahi mbele ya Bwana. But the good thing, Lakini kitu kizuri, we have to make God to accept our sacrifice. tuache Bwana akubali sadaka yetu. Your life Maisha yako to live in holiness, kuishi katika utakaso, righteousness utakaso will follow you. Utajiri utakufuata. Everything will follow you. Kila kitu kitakufuata. Let us change. Acha tubadilike. Touch your heart. Kusa roho yako. Say, Lord my God, Sema, Bwana Mungu wangu, I want you to respect me. na kualika uniheshimu. I want to be a good sacrifice for you. Nataka niwe sadaka nzuri kwako. My heart Roho yangu has sorrow, ina shida, but I come before you, Lord my God. lakini nakuja mbele yako Like Bwana wangu. Abel came before you. Kama Abeli alikuja mbele I yako. bring my heart to be a sacrifice. Natoa roho yangu kuwa sadaka. Clean me. Unioshe, Clean me. unioshe, Wash me. unioshe. Wash my mind Unitakase, takasa roho yangu so that I may be accepted before you. ili nikubalike mbele yako. Let me be a sacrifice Acha niwe for this sadaka. generation Sadaka So that kwa you hii may- generation so that you may respect me ili and to unikubalie, see your glory. nione utukufu wako In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu Somebody say Kristo. amen.